Macho yako mama, unaponiangalia, hata ukizima taa na kuona kwa hisia, nahisi kama napa na unavyoniongezea, nalewa na sikwa taba, kinguchu na njazia, ni kwako mtoto, tazama maiki. Ona sasa, hizi haraka hizi. Nimesahau miwani yangu pale. Ile miwani yangu ya gharama ile. Sijui nifanyaje. Sijui nirudi. Ngoja nimpigie simu. Mbona inaitwa tu apokee? Kwani vipi? Au atakuwa amechoka ameamua kulala? Acha nimfuate moja kwa moja tu nyumbani, nisimchoshe mpenzi wangu. Asante kwa kunialika. Karibu tu. Karibu sana. Mbona kuna miwani ya kike? Niana? Hiyo hapo, mdogo wangu anapendaga kuvaga miwani. Itakuwa ni yake, maana anapendaga kujaga mara nyingi sana. Oh, sawa. Sasa niambie, kulikoni? Ulikuwa kama unaongea na mawazo sana kwenye simu. Na uliniambia kwamba una mawazo na unataka uje uniambie kitu. Ni kitu gani hicho? Unaponiangalia, hata ukizima taa na kuona kwa hisia. Natarajia kwenda chuo, lakini dadangu alinipa pesa za ada. Alafu mimi nikazipeleka kwenye ile sehemu za kuzaa pesa mara 10. Sasa wananizungusha tu. Simu hawapokei, sijui nifanye nini. Nimu, ni utulie kwanza. Usiwaze sana Minata, kila kitu kitakaa sawa. Tazama macho, moyo utasumbua, tachokwa nacho ningelijua, tapoteza bodi, tabaki ngozi, maradhi yatajongea mwilini, utaniacha chosefu, utaichukua, wewe ndio koti wa mvua na jua, utabaki ndotoni na upweke wa kitandani. Ayoyoyo, ni kwako mtoto, nacheza pokoloko. Ayoyoyo, ni kwako
na kuona umebeba mzigo mzito moyoni. Niambie, leo umefika kwa shida gani? Nahitaji msaada wako mganga. Kuna mwanaume anaitwa JP. Nataka anipende, anione mimi tu. Mapenzi ya kulazimisha yana gharama. Je, upo tayari kulipia gharama yake? Niko tayari kufanya chochote, maadamu atanipenda. Chukua hiki chungu, kishike wewe. Hii ni dawa ya mapenzi. Utaweka matone mawili tu kwenye kinywa chake. Akinywa, moyo wake utageuka kuwa kwako. Sema, kuna nini? Hadi unaonekana una haraka hivyo? Kuna rafiki yangu amebanwa sana na matatizo. Namwamini sana. Amewahi kuchukua 1,000,000 akarudisha ndani ya siku 8. Anahitaji kiasi gani? Hata 600,000 tu itamsaidia sana. Una uhakika na huyo mtu? Ni mwaminifu kweli? Nina uhakika naye 100%. Sawa. Nenda kwenye akaunti inayohifadhi pesa za nyumba za kupangisha za Moshono. Chukua 500,000. Lakini hiyo 100,000 iliyobaki utaongezea mwenyewe. Usiniangushe basi. Asante sana dada, sitokuangusha. Asante Mungu. Hakuna madhara, sivyo? Kumbuka, dawa hubadilisha hisia, si roho. Ukichezea yasiyo yako, matokeo yake yanaweza kukurudia. Nimeelewa. Nirudishie chungu changu. Bibi aliniambia dunia tambala bovu, binadamu hawana jema, ila nina subira, maana siku hazigandi. Kani, kwani umekubali mambo yafikie hapa? Na nilikuja kukutafuta ushauri, si kufanya hivi. Kani, mimi nina matatizo mengi na ninatakiwa kwenda shule. Lakini pesa yangu yote nilipeleka kwa matapeli. Na sijui hata nifanye nini sasa. Na nilikuamini na nilizani utanipatia msaada wa mawazo.
Kai, kwa nini unanifanya nisahau shida yangu na kuingia kwenye tatizo jingine?